Taarifa kuhusiana na sakata la Mwakinyo na kijana ambaye inasemekana Mwakinyo alimwadhibu vikali kufuatia kile ambacho kijana yule alidai kwamba alikuwa anapita majira ya asubuhi huko Tanga karibu na nyumba ya Hassan Mwakinyo, lakini pembeni nje ya fensi yake ambayo ilikuwa ni fensi ya nyavu kulikuwa kuna mnazi, lakini chini kulikuwa kumeanguka manazi. Hivyo wakati anaokota aliweza kutokea Hassan Mwakinyo akiwa na kijana wake wa kazi, hivyo kumchukua kijana yule na kumuuliza anafanya nini. Yule kijana alijibu, kwani kuna shida gani, mimi naokota manazi. Sasa Hassan Mwakinyo akamwambia kwamba ameyakanyaga, kwa mujibu wa kijana wakati anaeleza lile tukio ambalo limeripotiwa na Wasafi TV. Sasa ukweli unaanza kubainika. Kuna watu niliona komenti zao zimenishtusha sana wakati nilipotoa video yangu ya kwanza kuelezea hili tukio. Watu wa Tanga wengi wakimshtumu kijana alikuwa ni mwizi, lakini pia watu wengine wakishtumu kwamba kile alichokifanya Hassan Mwakinyo ni kizuri kwa sababu yule kijana inasemekana kwamba alikuwa ni mwizi. Sasa nimeendelea kufuatilia kwa karibu ile paswala, limeweza kuzua mjadala mkubwa sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii kufuatia ile tukio, na wakazi wa huko Tanga waliandamana kwa ajili ya Hassan Mwakinyo kuondoka katika mji wao, yani kusema kwamba Hassan Mwakinyo akiendelea kukaa pale anaweza kaua vijana wao. Sasa ukifuatilia vizuri ile exclusive ambayo iliweza kutolewa na Wasafi TV kupitia peji zao wakiripoti ile hapa tukio direct kutoka huko Tanga, wakazi wa Tanga walikuwa wanamshtumu Hassan Mwakinyo, lakini katika upande wa comment section ndipo walipokuja kunishtua sana kuhusiana na hili sakata la Hassan Mwakinyo. Sasa kabla sijaendelea, zipo interview mbili ambazo nitakusikilizisha, lakini baada hapo nitakusikilizisha mkazi mmoja kutokea huko Tanga akizungumza nasi live Dex Media kuhusiana na hili swala kwa undani kabisa. Sasa kabla tujaendelea, nebu msikilize maelezo ya huyu kijana, lakini baadaye uje usikilize maelezo ya influencer mkubwa ambaye anafanya kazi zake kupitia mtandao wa Instagram, Juma Lokole ama presenter kutokea Wasafi TV, ambapo naye pia aliweza kuelezea hili hapa tukio. Tukianza kwa kumsikiliza huyu kijana ambaye ndo mtendewa wa tukio, ambaye inasemekana kwamba alikamatwa na Hassan Mwakinyo, ambapo kwa maelezo yake aliweza kusema kwamba ilikuwa ni majira ya asubuhi akipita karibu na nyumba ya Hassan Mwakinyo, lakini baada ya hapo Hassan Mwakinyo alimchukua na kwenda kumpiga na kumfungulia mbwa wake na kumshambulia vibaya mno, na hayo yote ikampelekea majeraha makubwa sana ambayo mpaka sasa alipelekwa hadi huko hospitalini. Sasa sikiliza maelezo ya huyu kijana, lakini baadaye tuje tusikilize na kile ambacho ameweza kukiongea Juma Lokole kupitia page yake ya Instagram. Baada hapo tutaenda kumsikilizisha mkazi mmoja wa Tanga naye pia akitoa maelezo yake. Tuanze na maelezo ya kijana ambaye ndo mtendewa husika wa hili tukio. Bwana, mimi naitwa Musa Ali. Nilikuwa naenda kwenye mizunguko yangu, alikuwa asubuhi saa 11 asubuhi. Nilikuwa ngapita njiani sehemu nikakuta nazi zimewekwa. Wakati nazi zimewekwa nikaanza kuziokota nazi, lakini ziko nje ya fence yenyewe ni ya wavu, afu ndani kuna maumbwa. Maumbwa hapo, maumbwa kama 10 vinavyoona. Kama nakuta nazi maumbwa kana nipigia kelele. Maumbwa anipigia kelele, lakini nakusanya nazi zangu, shamaliza kusanya nazi nikata kwenye shati. Nikawa naondoka. Sasa akaja Hassan Mwakinyo, yuko na kijana wake wa kazi. Alipokuja na kijana wake wa kazi pale, wakaniuliza wewe vipi? Nikamwambia poa. Akaniuliza nazi umepata wapi? Nikamwambia nazi nimeziokota pale. Akanambia basi umeyakanyaga. Nikamwambia umeyakanyaga vipi? Wakati mimi nimeokota. Akanambia mwisho kwanza. Basi sasa mimi nikamfuata, kwa sababu sikumkimbia, kwa sababu nilikuwa sio mwizi. Nikamfuata, alipofika pale akanishika tai, akanipiga, akaanza kunigonga kichwani kwanza na kishoka. Hapo kamaliza akanipiga mitama, akaniburuza, akaniingiza ndani kwake. Aliponiingiza ndani kwake kule kuna mwanamke, sijui mwanamke wake, itakuwa mwanamke wake. Akawa anamzuia, anambia sana hicho kitendo sasa ukifanya ndani kwangu, sitaki kabisa hiki kitendo ukifanya ndani kwangu. Akawa hajamsikia. Ikawa msikilize yule mwanamke. Akamwagizia kijana wake wa kazi, akamwambia bwana kalete kisu, akaita kuleta kisu. Akaanza kunifanyaje, kunikata mguu. Aliponikata mguu akanivua nguo. Aliponivua nguo akafukulia maumbo 6. Ni kama mambo ndo akaanza kunishambulia kama hivi mnavyoona. Ilikuwa ni majira saa ngapi? Kwa sababu ilikuwa sina saa, ila mimi ninachojua kwamba ilikuwa ni ile watu wanavyoswali ile kipindi cha mwisho asubuhi wanavyoswali. Umeona? Kwa sababu ilikuwa sina saa na kalili. Umeona? Kwa hiyo sasa wakati kuna ngangani kwamba askari ndo kafanyaje? Na naweza nikamwangalia mtu sura nikaiona kwa sababu ushafanyaje? Ushangani kwamba risali lishambuliwa tayari, lishachoka, nimekata pembeni hivi. Sina kazi. Wewe ulikuwa unafanyaje? Mimi nilikuwa napita, nilikuwa naelekea sehemu ilikuwa kuna kazi, ilikuwa Tangabishi pale kulikuwa na kazi ya kufikia nguzo. Ilikuwa nasubiri ile kazi, ilikuwa asubuhi. Nilikuwa naenda na kufikia nguzo, kwamba njiani ndo nikakutana na hizo nazi njiani, nazi 6. Na wakati Mwakinyo anafanya hicho kitendo alikuwa anakufahamu wewe ni nani? Kwa sababu tushimta mmoja, labda kama sema tu hanifahamu ni yeye mwenyewe, lakini mimi ninavyoamini kwa sababu tushimta mmoja na nijua vizuri. Kwa sababu tushimta mmoja.
Hizo nazi pembeni kidogo kuna minazi mingine ambayo haimuhusu. Kwamba labda sijaingia kutokana kwa sababu ukiangalia tu kwa ndani kuna mambo kibao. Ni kwamba hastahili mtu kuingia. Natumaini umemsikiliza mtendewa wa hili tukio jinsi alivyoweza kusema kwamba yeye ilikuwa ni majira ya asubuhi, lakini ukisikiliza wakazi ama washahidi wa kile wa mji ule huko Tanga wanasema zile kelele walizisikia majira ya saa 10 ikiwa bado kigizagiza yani. Sasa kwa mujibu wa yule kijana anasema kwamba ilikuwa ni asubuhi, lakini wakazi wenyewe wanasema ilikuwa ni saa 10 alfajiri. Sasa wengi wao wakaweza kusema kwamba huyu kijana ni mwizi, na mtu msikilize na Juma Lokole kile alichokiongea, alafu baadaye tuje tuendelee tuone ni kitu gani ambacho kitafuata kwa maelezo ya mkazi wa huko Tanga. Assalamu alaikum habibati, assalamu alaikum jamia. Ndugu zangu, habari zonifikia, najua mmejiandaa kufutari sasa hivi, lakini habari zonifikia sio nzuri. Bondia kaka yetu Hassan Mwakinyo ameshikiliwa na jeshi la polisi mkoani Tanga kwa kosa la kumjeruhi kijana ambaye alipita mbele ya nyumba yake, akaokota nazi moja sijui mbili kwa ajili, sijui alikuwa na kazi nayo gani. Aliokota nazi kwa sababu kwa Mwakinyo nje nasikia kuna mnazi. Kwa hiyo alikuta nazi, alivyoinama chini kuokota, Mwakinyo alimchukua yule kijana na kumuingiza ndani kwake na kuanza kumshambulia. Nasikia alimfungia mpaka kwenye banda la mbwa. Yani banda la mbwa, akamfungia huko kwenye banda la mbwa na kuanza kumjeruhi. Picha ninazo, nimetumiwa picha, lakini picha sio nzuri kuziposti kwa sababu yule mtu yuko hospitalini anaumwa sana. Na miongoni mwa vitu ambavyo nimeambiwa na vimenisikitisha ni kwamba Mwakinyo alisema kwamba yeye ni mtu maarufu na atatoka tu. Kwa hiyo tumuombe kwanza huyo ambaye amejeruhiwa. Kwa anayehitaji anicheki WhatsApp, nitamtumia hizo picha. Huyo kijana ambaye ameumia. Na wananchi wa Tanga wameshikilia bango, wamesema wanaomba haki itendeke kwa yule kijana, kuna kwa Mwakinyo asitoke, kama vile Mwakinyo akasema yeye ni maarufu, anajulikana na watu wengi wakubwa, atatoka na vitu kama hivyo. So tumuombe. Mwakinyo yuko ndani toka jana, amekamatwa usiku na jeshi la polisi. So hivyo poleni. Na jamani wasanii, jitahidini kuzuia hasira zenu pale ambapo mnaona sio, hata kama ni mtu kibaka labda mnaweza kumshutumu ni mwizi, mnamkamata mnampeleka. Natumaini umesikiliza vizuri maelezo ya Juma Lokole, kile ambacho amekizungumzia kwa undani kuhusiana na hili hapa tukio. Sasa nafikiri umeanza kupata picha, ukiona maelezo ni kama vile yanakinzana kwa namna moja ama namna nyingine. Baada hapa ni mtu msikilize huyu mkazi wa Tanga ambaye naye pia aliweza kuzungumzia machache kuhusiana na hili sakata la Hassan Mwakinyo na huyu kijana. Kulingana na tukio lililotokea na Mwakinyo kumpiga yule kijana ambaye aliruka fence na kuingia kwake, wananchi walianzisha maandamano wakitaka kuwa Mwakinyo atengwe na asiendelee kuishi tena Tanga. Lakini pia Mwakinyo ana makosa. Kwa sababu gani? Yeye ametoa adhabu kwa mwizi. Mwizi anatakiwa wawe, lakini ya kumuua alitoa adhabu. Lakini kwa maelezo ya kijana yule, alisema pia alirudisha mashambulizi kulingana na Mwakinyo aliachia mbwa wake wakaenda kumshambulia yule dogo. Hiyo basi Mwakinyo ana makosa, lakini mwenye makosa hapo mkubwa sana ni yule dogo, yule kijana ambaye alifanyaje, aliruka fence na kuingia kwenye nyumba ya Mwakinyo. Kuna tukio limetokea huko Tanga hivi. Hilo tukio linahusiana na dogo fulani hivi ambaye alisema yani amepita pembeni ya nyumba ya Mwakinyo akaokota nazi. Okay, nafikiri pia umeweza kumsikiliza huyu mkazi wa Tanga naye pia akitoa maelezo yake kuhusiana na hili sakata ama hili tukio ambalo linaendelea. Kwa ukiangalia hata comment za wadau katika upande wa page ya YouTube ya Wasafi TV, utaona ni wengi wameweza kuelezea ile hapa tukio kwamba huyu kijana mpaka sasa tunapoongea Hassan Mwakinyo yuko kizuizini katika mikono ya polisi akiendelea kuhojiwa kile ambacho ameweza kukifanya, na ijapo wakazi wa huko Tanga wanalaumu kitendo alichokifanya na kusema kwamba asitoke polisi, na hata kama akitoka basi ahame ili eneo, hawataki kumuona tena.